إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ثم أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. عباد الله، nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ninavyoihusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu. Ibadallah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha kwa kutekeleza awamiri zake na kukatazika na yale yote aliyoyakataza subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na uchamungu ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala fil awwalina wal akhirin. Ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala toka zama za Nuhu alayhi salam mpaka kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Uchamungu ndiyo wasia wa mitume wote kuwahusia watu wao, na pia ndiyo wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma huu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia: walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika tuliwahusia
wale wote waliopewa kitabu kabla yenu, na pia nyinyi tumewahusia. Wasia wenyewe ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in takfuru, Allah anasema, na mkikanusha, mkakataa kama huo sio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyuma zote, sawasawa umekataa kimaneno, sawasawa umekataa kimatendo, fahamu kwamba vyote vilivyomo mbinguni na ardhini ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ni ghaniyan hamida, hana hitaji kwa viumbe wake, si muhitaji kwa viumbe wake. Kwa hiyo Allah anapowahusia viumbe wake kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ni faida ya viumbe hao. Na uchamungu, kama anavyotufasiria mwanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahibu siwaki wa alayhi rasulu sallallahu alayhi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud, anasema uchamungu maana yake an yutaa fala yusa. Uchamungu maana yake ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati zote, na uchamungu si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Uchamungu ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika nyakati zote, popote mja atakapokuwa, ajipambe na sifa ya uchamungu. Na wala uchamungu si kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa na misimu ya kumtii Allah na misimu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Pia akasema uchamungu an yudhkara wala yunsa. Uchamungu ni kumkumbuka na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala nyakati zote, na uchamungu si kumsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushkar wala yukfar, na uchamungu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema mbalimbali, sawa sawa neema hiyo iwe ni ndogo au kubwa. Na wala uchamungu si kukanusha na kupinga neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud raza Allah subhanahu wa ta'ala anasema, huo ndio uchamungu. Na uchamungu, mja atakapojipamba na uchamungu, akamcha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndiye sababu ya mja huyu kufaulu, ndiye sababu ya mja huyu kustawi maisha yake hapa duniani. Ataishi maisha anayoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ni sababu ya maisha mazuri huko akhira. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika kitabu chake kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu. Mja atakapojipamba na sifa ya uchamungu, yuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, surati An-Nahl, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu kwa kuwapa nguvu wacha Mungu, kwa kuwanusuru wacha Mungu, kwa kuwasaidia wacha Mungu. Wacha Mungu wako pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina hum muhsinun, na Allah yuko pamoja na wenye kutenda matendo mema. Ibadallah,
kaifa yatahaqqaqu al-'abdu taqwa Allah azza wa jalla, ni vipi mja atafikia lengo la uchamungu? Ataufikiaje uchamungu ili iwe ni sababu ya kuwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili iwe ni sababu ya maisha yake yawe mazuri hapa duniani, ili iwe ni sababu ya mja huyu kupata maisha mazuri huko akhira. Ma hiya alwasail wal asbab mimman yusaidu ala taqwa Allah azza wa jalla, ni zipi njia, ni zipi sababu ambazo zitamsaidia mja kufikia uchamungu? Sababu ya kwanza, al-imanu billah. Ili mja afikie lengo la uchamungu ni imani ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yakini ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imani ambayo zimetimia sharti zake na nguzo zake. Imani ambayo ina mapungufu haiwezi kumfikisha mja katika uchamungu. Imani isiyokuwa na yakini ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala haitamfikisha mja katika uchamungu. Sharti hili likikosekana, mja hata kama akitenda matendo mema hayawezi kumfikisha katika uchamungu, kwa sababu tayari ana mashaka na Allah subhanahu wa ta'ala, ana mashaka na uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la pili la imani, an-nutqi bil-lisani. Imani hiyo mtu aitamke kwa ulimi, ili hali akiwa anaikiri ndani ya moyo kwamba hapana anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na sharti la tatu, kuifanyia kazi imani hii. Na hii ndiyo taarifu ya imani. Kisha ifuatie na nguzo zake ambazo ni maarufu, nguzo 6 za imani. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi, enyi ambao mlioamini mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha. Wale walioamini watakuwa na uchamungu wa kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawatakuwa na uchamungu wa misimu. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha walioamini ndio wawe wachamungu. Sharti la pili, ili mja awe mcha Mungu, ni mja huyu atamassuk bisunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni mja kushikamana na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huwezi kuwa mcha Mungu kama hushikamani na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mafundisho yaliyo sahihi. Kwani kadri mja atakapojipamba na sifa ya uchamungu hawezi kumfikia Mtume sallallahu alayhi wasallam.
kushikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mja kuepukana na yale yote ambayo yaliyevumbuliwa, yaliyeanzishwa, yakanasibishwa na dini, aepukane nayo yote hayo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, hii ndiyo dini yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Fattabi'uhu, ifuateni. Wala tattabi'u subla, na wala msifate vinjia vya pembeni, mkaiacha njia yangu iliyonyooka, mkaiacha dini yangu iliyokuwa sawa sawa. Vinjia hivyo vitakupotezeni na njia yangu iliyonyooka. Na mwisho Allah akasema, dhalikum wasaakum bih, huo ndiyo wasia kwenu nyinyi, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ili mja awe mcha Mungu, aifate dini aliyoielekeza Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wala mtu asije akaseme, kwani hili lina ubaya gani? Mbona ni kheri hii? Ameifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, imefanywa mbele yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa kimya. Imamu Darul Hijra, Imamu Malik bin Anas rahimahullah anasema, ma lam yakun yawmaidhin dinan la yakunu yawma dinan, jambo ambalo halikuwa dini wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam haliwezi kuwa jambo hilo ni la dini katika zama zetu, hata kama litakuwa na uzuri kiasi gani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia tushikamane na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, ili iwe ni sababu ya kuwa wacha Mungu. Na ibada zote ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha, lengo na madhumuni zimfikishe mja katika ucha Mungu. Ukiona unatekeleza ibada hujafikia katika ucha Mungu, ima inawezekana imani yako ina matatizo, ima inawezekana utekelezaji wa ibada hiyo una matatizo, ima inawezekana vyote viwili. Juzi tumetoka katika ibada ya funga, na Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mlioamini, imani kwanza, mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, lengo ili muwe wacha Mungu. Sasa mje ajipime, Ramadhani imekwisha, amekuwa mcha Mungu? Na kama ana mapungufu katika ucha Mungu wake, aangalie imani iko sawa sawa, aangalie matendo yako sawa sawa. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa albarru alkarim fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin
wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumi ddini, amma ba'd. Jambo la kwanza ambalo ni msaada kwa mja ili afikie uchamungu, al-imanu billah wal yaqini billah, ni mja kuwa na imani ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mja kuwa na yakini ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya pili, atamasaku bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni mja kushikamana na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuepukana na yale yote ambayo hakuyafundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasema khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Abdullah ibn Mas'ud, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasema alituchorea sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam mstari mmoja uliyonyooka, kisha akachora mistari mingi kuliani na kushotoni kutoka katika mstari ulionyooka. Ule mstari ulionyooka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, hadha siratullahi almustaqima, hii ndiyo njia ya Allah iliyonyooka, hii ndiyo dini ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka, na hii njia zilizomo pembeni, hivi ni vinjia ambavyo vinamtoa mtu katika njia iliyonyooka. Na akasema wala kulli sabili minha shaitani yad'u ilayhi, hivi vinjia hivi, kila kinjia kimoja kina shetani hapo, kazi yake ni kuwaita watu watoke katika njia iliyonyooka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosema Abdullah ibn Mas'ud, akasoma aya hii, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni, na wala msifate vinjia hivi vya pembeni, vitakutoeni na njia yangu iliyonyooka. Na huo ni wasia unaitoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili watu wawe wacha Mungu. Sababu ya tatu inayoweza kumsaidia mja kuwa mcha Mungu, as-sadaqa. Baada ya imani ya kweli na kushikamana na mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni utoaji wa sadaka, sawa sawa ni zaka au sadaka ya kawaida. Kwani mja anapotoa sadaka, moja ya sababu inaithibitisha kwamba mja huyu ana imani ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, wasayujannabuha al-atqa, tutawaepusha na moto wa jahannam wale wacha Mungu, alladhi yu'ti malahu yatazakka, wacha Mungu ambao wanatoa mali zao kwa ajili ya kujitakasa, wanaitakasa mali yao na pia wanatakasa nafsi zao. Wacha Mungu hawa Allah subhanahu wa ta'ala anasema tutawaepusha na moto wa jahannam. Kwa ibadallah, swala la utoaji ni moja ya sababu ya mja kumfikisha katika ucha Mungu, kwa sababu kila mmoja anaipenda mali. Unapoitoa unathibitisha kwamba Allah unampenda zaidi kuliko kile unachokimiliki, na hii ndiyo imani ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Rasulu sallallahu alayhi wasallam, man salla alayhi salatan sallallahu alayhi ashara. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأقم الصلاة.